Ni Maalim, tuanze upya. Kuna nini CAF, kulikoni? Mbona kuonekana hatueleweki? Swala zuri sana, ni swala la msingi. Kama katibu mkuu wetu angeheshimu katiba ya chama cha CAF, tusingekuwa na matatizo. Tatizo ni kwamba chama chetu, katibu mkuu anajiona yeye ni sultani wa chama, anachotaka yeye ndio kiwe. Hataki kufuata katiba ya chama chetu. Kama tungefuata katiba ya chama chetu, hakuna tatizo la msingi. Na kwa kweli tatizo lishamalizika. Tupe mifano. Usultani wake ameufanya wapi? Usultani wake ameufanya kwanza kwenye mkutano mkuu wa chama alioitisha. Ameitisha mkutano mkuu wa chama wakati mimi barua ya kujiuzulu nilishaitengua. Ukishaitengua barua ya kujiuzulu, hakuna tena sababu ya kuitisha mkutano. Lakini yeye akalazimisha mkutano uitishwe, mkutano mkuu wa chama. Kwa katiba hii ya CAF, ni wapi kunazungumza kuhusu kutengua kujiuzulu? Yaani unapokuwa umejiuzulu, katiba ya CAF ni wapi inasema kwamba naandika barua kutengua kujiuzulu kwako? Katiba ya CAF imekupa nafasi ya kujiuzulu. Okay. Katiba ya CAF haijakataza kutengua kujiuzulu. Okay. Na sio mimi tu ambaye nimefanya hivyo. Ahmed Mazrui, naibu katibu mkuu, walikosana na Ismail Jusa, akaandika barua ya kujiuzulu unaibu katibu mkuu. Baadaye akatengua. Akarudi mwaka gani hiyo? Mwaka jana. Okay. Akarudi kwenye nafasi yake. Akarudi kwenye nafasi yake. Okay. Hakuna sehemu kwenye katiba ya CAF inasema baada ya kujiuzulu usubiri miaka miwili, usubiri baada ya muda ili uje ugombee nafasi hiyo au urudi tena. Hamna. Mambo alikuwa anazungumza mambo yake yanatoa kichwani, ndio maana hakuja na katiba. Katiba inasema mtu akijiuzulu, kujiuzulu kwake hakutakamilika mpaka mkutano au mamlaka iliyomchagua au kumteua kukubali, ndio inakamilisha kujiuzulu kwake. Na kwa mwenyekiti wa taifa, tuna viongozi wakuu watatu katika chama cha CAF. Tuna mwenyekiti wa taifa, makamu mwenyekiti wa taifa na katibu mkuu. Hawa ndio viongozi wakuu. Na viongozi wakuu, kama mnahitaji anajiuzulu au mnataka kumuondoa kwa namna yoyote ile, mtakapoitisha mkutano mkuu, ni lazima kura ipigwe kwa pande mbili za muungano, kwa mujibu wa katiba. Kwa mujibu wa katiba. Na pande mbili za muungano, theluthi mbili ya upande mmoja ikubali na theluthi mbili ya upande wa pili ikubali, ndio mwenyekiti anaondolewa. Okay. Hiyo ni kwenye mkutano mkuu. Kwenye mkutano mkuu. Na hiyo ni kuondolewa, sio kujiondoa. Maana mwenyekiti akiandika barua ya kujiuzulu, ikipelekwa kwenye mkutano mkuu, maamuzi yenu ni maamuzi ya mwenyekiti kuondoka kwenye nafasi yake. Okay. Kwa hiyo kisheria itapigwa kura pande mbili za muungano. Bara itapiga kura na Zanzibar itapiga kura. Kwenye mikutano miwili tofauti au kwenye mkutano mmoja? Mkutano mmoja. Okay. Kukubali kujiuzulu kwa mwenyekiti. Wasipokubali, mwenyekiti anaendelea. Wewe ilifanyikaje kwako? Mimi nilijiuzulu tarehe 5 Agosti 2015. Kwa barua hii hapa. Kwa barua hii hapa. Nikaeleza sababu za kujiuzulu, kwamba sababu za kujiuzulu ni kwamba ukizingatia ukosefu wa umoja wa chama chetu katika mambo ya UKAWA uliojitokeza katika kikao cha UKAWA cha Zanzibar na kikao cha wenye viti na makatibu wakuu wa UKAWA cha tarehe 16 Julai ulichokiitisha Serena Hoteli. Baada ya Serena Hoteli kilifanyika Zanzibar. Kuna kimoja kilifanyika Zanzibar na kingine kilifanyika hapa. Jadili msimamo wa CAF kwenye UKAWA. Kwenye UKAWA.
ambapo ulikiita, yani katibu mkuu alikiitisha kikao hicho baada ya kushauriana na Mheshimiwa Freeman Mbowe. Nimejikuta na wakati mgumu kulinda maslahi ya chama, wapenzi wa chama na wananchi kwa ujumla, na hasa wa Tanzania bara. Ukosefu wa umoja ulitumiwa na wenzetu gani wa Chadema kutugawa na kudhalilisha viongozi wa CUF bara, kuwa hatuna mpango na fedha za kuweka mgombea wa Jamhuri ya Muungano, na kuwa taarifa hizi wamepewa na katibu mkuu wa CUF. Mgongano ilikuwa kafu ilikuwa inahitaji kupata mgombea kwenye Ukawa. Naam. Katibu mkuu kwa kushauriana na mwenyekiti wa Chadema wakazungumza kwamba katibu akasema kafu haina uwezo na fedha za kusimamisha mgombea. Nimesikitishwa na kuhuzunishwa na hali ya kutokuwepo na mashauriano ya karibu kati ya katibu mkuu na wakurugenzi wa Tanzania bara, hasa kuhusu mambo ya Ukawa. Pamoja na mimi kuantuka na kushauri uwe karibu na wakurugenzi wa bara na kuweka mkakati wa kufanikisha ushindi katika majimbo tutakayoachiwa ndani ya Ukawa. Nilisema kwamba najiuzulu, lakini naendelea kuwa mwanachama na kadi yangu nimeilipia mpaka 2020. Kwa hakuna kwa namna yoyote kwamba kujiuzulu kwako kuhusiana na swala la Lowassa kuja Ukawa. Hakuna, haijasema. Hapa imeelezwa kwamba ukizingatia ukosefu wa umoja wa chama chetu katika mambo ya Ukawa. Sasa profesa, watu wanachojiuliza hapa ni kwamba mpaka umetaka kurudi, kwani kuna badiliko gani lilitokea? Manake kafu ni ile iko na Ukawa. Na mpaka jana hapa Maalim Seif, najua ulisikiliza mazungumzo yote, wanakwambia wako vizuri na Ukawa. Sasa nini kilibadilika mpaka ukataka kurudi? Najua ile swali tulishakuuliza huko. Sawa. Mimi nimetoka na nilikuwa sina nia ya kurudi. Baada ya kuwa nimemaliza, uchaguzi umefanyika, hali ya uchaguzi wa Zanzibar ikawa matokeo yamefutwa, tukawa tena huku hamna lolote linalozungumzwa kuhusu uchaguzi wa Zanzibar. Mimi nikampigia simu Maalim, nikasema mbona kwa kawaida sisi baada ya uchaguzi wa Zanzibar kama yale yalitokea, kafu inakuwa iko moja, na sisi huku bara tunakuwa tunayazungumzia mambo ya Zanzibar. Wakati unampigia simu Maalim au ulishajitoa? Nishajitoa. Afu bado unampigia simu? Na pilika zimeshaisha. Mwanachama kwamba lazima hapa ili swala la Zanzibar lizungumzwe. Akasema sawa, tawaeleza vijana wangu huko na wakurugenzi. Wakapanga mkutano, nikaenda kuzungumza kuhusu swala la Zanzibar, nikidai kwamba uchaguzi wa Zanzibar uliofanyika tarehe 25 Oktoba uweze kutangazwa, matokeo yatangazwa na aliyeshinda atangazwe. Ulitwa na wakurugenzi? Wakurugenzi walifanya mpango nizungumze na waandishi wa habari pale Shabani Mlo, kwenye ukumbi wa Shabani Mlo. Umezungumza kama mwanachama? Kama mwanachama, sio kama kiongozi. Sio kama kiongozi, kama mwanachama. Nikazungumza mara nyingi, hata mara moja nyingine nikazungumzia kuhusu hilo swala la Zanzibar. Katibu mkuu akaniandikia email, Dear Professor Lipumba, Assalamu alaikum. Tarehe hiyo? Tarehe 31 Desemba 2015. Siku chache tu. Miezi michache baada ya mwezi wa 8. Napenda nikushukuru sana kwa kuniletea maelezo yako katika mkutano wako na waandishi wa habari uliofanyika jijini Dar es Salaam jana Jumatano tarehe 30 Desemba, na kupongeza kwa maelezo yaliyotoa uchambuzi wa kina, tena kwa lugha nyepesi ambayo hata akina sisi ngumbaru tumeyaelewa. Dr. Sheni hana tabia ya kusoma magazeti au kuingia katika mitandao kwa maelezo, kuwa hataki kujiuzi, lakini ikiwa mwandishi wa habari wake ni makini, hawezi kuacha kumpelekea maelezo uliyoyatoa katika press conference ya jana, kwani masuala uliyomuuliza ni ya msingi kabisa na anahitaji kuyazingatia kwa undani na kuyapatia majibu. Nimalizie kukushukuru tena kwa kuwaelimisha Watanzania. Maalim. Email hii ilikupa tafsiri gani?
Mimi nimezungumza na waandishi wa habari kuhusu matatizo ya Zanzibar na namna ambayo kuweza kuyatatua. Tuheshimu maamuzi ya Wazanzibari, lakini hakuna kabisa kipengele kinachohusisha harufu ya wewe kutakiwa kutoa ushauri kama kiongozi ama kurudi kama kiongozi. Mimi nilikuwa nakaribishwa kwenye baraza kuu. Baraza kuu la uongozi la taifa linapokutana kujadili masuala ya Zanzibar, nimekaribishwa kuhudhuria baada ya kupiga simu. Baada ya kupiga simu maalum. Hiyo ilikuwa ni siku nyingine tu wameitisha baraza. Mwalimu akawaeleza kwamba mkaribisheni Profesa Lipumba ahudhurie kwenye kikao hiki, aweze kutusaidia katika kuchangia mawazo. Tukaenda kwenye baraza. Baraza likapitisha maamuzi. Tena lilipopitisha maamuzi, wajumbe wa baraza, tena vijana wangu wengine hivi sasa wananishambulia, Katani Ahmed Katani, mjumbe wa baraza, amesema jamani, haya maazimio ili yawe na nguvu apewe Profesa Lipumba kuyasoma kama mwanachama. Mwenyekiti wetu tulikuwa naye nani? Taslima. Anasema wewe kuyasoma kama mwanachama. Nimeingia katika baraza, nimeshiriki, nikamwambia hapana, tuna mwenyekiti alikuwa mwenyekiti wa kikao, aendelee kuyasoma. Mimi nikakataa kuyasoma, akayasoma Taslima. Kwa hiyo nilikuwa nashiriki, nakaribishwa. Sasa watu walikuwa wanakuja nyumbani kukuniomba. Wajumbe wa baraza kuu kutoka Zanzibar, kutoka Tanzania bara. Wajumbe wa baraza kuu kutoka Zanzibar. Na ushahidi upo waliokufuata kukuomba, waliokuja nyumbani. Ushahidi wako walimpiga picha na kanao tunaweza kuthibitisha walikuja kukuomba urudi, kuliomba nirudi. Wajumbe wa baraza kuu kutoka Tanzania bara wamekuja, wajumbe wa mkutano mkuu, wanachama. Na wakija nawaambia hapana, mimi sihitaji kurudi hivi sasa. Wamenijia wengi. Na wakija wananieleza, sisi tunakutana na katibu mkuu, tunamweleza yeye anasema hana tatizo na Profesa Lipumba, lakini tunamwelezaje huyu bwana? Katibu mkuu tena hata katika rekodi ya video ipo, anazungumza na wanachama pale AFSCO. Anasema mimi sina tatizo, tunafahamiana na profesa siku nyingi, mimi namfahamu vizuri zaidi kuliko nyie. Kwa hiyo watu wakielezwa hivyo wanazidi kuja. Asema hata katibu mkuu hana matatizo na wewe. Kwa hiyo watu wakawa wanakuja kuniomba. Sasa tatizo nikawa naipitia hii katiba. Unapoipitia katiba, katiba inazungumza kwamba huwezi kujiuzulu kwako kumekamilika mpaka mkutano uliokuchagua umekubali. Sasa kama hili swala ndio nilikuwa najiuliza, hili swala langu likipelekwa kwenye mkutano mkuu, itabidi barua hii isomwe. Ndio. Na hii barua mimi nilipoiandika nilimkabidhi katibu mkuu peke yake. Sikumpa mtu mwingine yeyote. Kwa sababu ni mambo ya ndani. Sasa hii ikipelekwa kwenye mkutano mkuu, ikaenda kusomwa, wajumbe wanahitaji kuuliza, watahitaji kuuliza haya yaliyotokea, yametokea ni mambo gani yaliyotokea. Sisi watu wazima hili litatuletea shida ndani ya chama. Kwa hiyo ukafikiria sasa, kwa fikiri yangu namna gani nitengeneze hali pasiwe na sababu ya kwenda kwenye mkutano mkuu barua hii isomwe. Kwa hiyo ukatafuta namna ya kuitengua. Ndio nikaandika barua ya kutengua tarehe 8 Juni kutengua miezi kadhaa baadaye. Profesa, sifa ya kiongozi ni msimamo. Ndio. Na ndio msimamo huo ambao wewe wakati unajiuzuru ulibembelezwa kwa mujibu wa maelezo ya Maalim Seif na watu wengine. Ulibembelezwa usijiuzuru. Uliombwa
usijiuzulu, uliomba usijiuzulu, watu mbalimbali walikuomba usijiuzulu, ukasimama kwenye viatu vya msimamo wa kiongozi, ukasimamia msimamo wako, ukaendelea na nani yako ya kujiuzulu. Sasa kwa nini ukusimama kwenye msimamo wako kule ule wa barua ili kuweka heshima yako sawa baada ya kuomba urudi ukarudi, wakati CUF walikwambia kabisa kwamba bwana, tuna miezi miwili kwenda kwenye uchaguzi, utatuvuruga, basi subiri. Barabara. Msimamo wangu ulikuwa wazi kwamba kwa kukosa mashirikiano yetu nikajikuta sasa sisi hapa ndani ya Ukawa. Mimi nimezungumza na Dr. Slaa. Mimi nilikuwa nataka kugombea kwa nafasi ya Ukawa kupitia CUF. Dr. Slaa alikuwa anahitaji hiyo pia. Tukawa tumevutana. Mwishoni nikamuita Dr. Slaa. Kabla na mwenye hajatoka Chadema. Yuko Chadema na mimi niko CUF. Okay. Nikamuita nyumbani. Tukakutana watu watatu. Dr. George Kahangwa alikuwa amejitokeza NCCR. Mimi na Dr. Slaa tukajadiliana, tukakubaliana kwamba basi katika hali ilivyo hivi tumwachie Dr. Slaa awe mgombea wetu. Tumekutana katika vikao, Mheshimiwa Freeman Mbowe alikuwa anaeleza kwamba mimi nawachelewesha kufanya maamuzi au kwa sababu nasubiri mabaki yatakayobakia huko CCM tuyalete ndani ya Ukawa. Tumefikia maamuzi kwamba nimunge mkono Dr. Slaa. Sasa kumbe wakati ule mimi namunga mkono Dr. Slaa, pia wenzetu ndani ya Chadema wanafanya mazungumzo na Edward Lowassa. Sasa katika hizi shughuli za kujenga hoja na kwamba sisi kuwa tuna haki sawa kwa wote, rushwa ni adui wa haki, nitapambana, sitapokea wala kutoa rushwa, nimejikuta sasa katika mazingira haya yaliyopo kwamba Dr. Slaa sio tena mgombea wa Chadema. Kwa hiyo mimi pia Chadema wamemteua Lowassa kuwa mgombea. Kwa hiyo mimi nipite kumnadi Edward Lowassa kuwa huyu ndio kamanda wa kupambana na ufisadi nchi nzima. Mzigo mzito anapewa Mnyamwezi, lakini huu ukawa ni mzigo mzito zaidi, hata Mnyamwezi hauwezi. Nikaona kwamba hili siliwezi, nikawa nimefanya maamuzi hayo. Sasa unasema mbona umeshafanya maamuzi hayo, itakuwaje sasa katika hali hii ukarudi? Nimeikiwa na wanachama, hali ya kisiasa, ndio nakueleza hivyo, hali ya kisiasa ipo, na kwamba nisiporejea hili swala hili itabidi liende kwenye mkutano mkuu. Mimi bado ni mwanachama, barua hii isomwe kwenye mkutano mkuu. Wajumbe wa mkutano mkuu wakisoma barua hii watasema nije niyaeleze haya yaliyotokea. Nikiyaeleza haya patakuwa na mtafaruku ndani ya chama. Nini kikatokea kwenye mkutano mkuu ulipoitishwa? Mkutano mkuu ukaitishwa baada ya kuwa umeshaandika barua ya kutengua. Umeitishwa. Barua uliandika lini? Mimi barua niliandika tarehe 8 mwezi wa 6. Nikajibiwa na katibu mkuu. Katibu mkuu alinijibu barua yangu, akaeleza muda gani umepita hapo kati ya tangia umejiuzulu na barua ya kutengua kujiuzulu? Muda umepita, maana ilikuwa nimejiuzulu mwezi wa 8 2015, nimejitengua mwaka kasoro miezi chache. Sawa. Kaniletea barua katibu mkuu kwamba ananifahamisha, barua ninayo hapa, nayo ni muhimu kwa sababu ni maelezo yake mwenyewe. Kaniandikia barua hii: Profesa Ibrahim Haruna Lipumba yahusu kutengua barua yangu ya tarehe 5 Agosti ya kung'atuka mwenyekiti wa taifa wa CUF. Tafadhali rejea barua yako Internal Memo ya tarehe 8 Juni 2016 ikiwa na maudhui niliyoyanukuu hapo juu. Nachukua nafasi hii kukujulisha kuwa nimepokea barua yako niliyoitaja hapo juu. Kufuatia barua yako
Hiyo ninakushauri kwa sasa usianze kazi tarehe 10 Juni 2016 kama ulivyoeleza katika barua yako hiyo, ili utupe nafasi ya kushauriana na wanasheria wa chama na baadaye kukuandikia rasmi juu ya hatua mwafaka ya kuchukua, kwani kwa kufanya hivyo kunaweza kuleta vurugu ndani ya chama, jambo ambalo linaweza kuepukika ikiwa busara zitatawala. Kwa hiyo nikamjibu kwamba nimeipokea barua yako na kubali ushauri wako, lakini katiba yetu haina matatizo. Hili swala hili halina utata wa kikatiba. Mimi nimejiuzulu kweli, lakini mamlaka iliyonichagua ni mkutano mkuu bado haijapokea barua yangu. Unajua mimi tatizo naliona Hassan pamoja na Bebi. Naona kama profesa wewe unataka watu wakuelewe, lakini mwanzo wewe hukutaka kuwaelewa watu. Yaani huku wewe kwenye mimi kwa sababu nikitazama hiyo barua ya Maalim Seif, mimi naziona busara tu, kwa maana ya kwamba mtu kaamua kufunika hasira zake na kujibu ametumia, lakini ukisoma unajua kwamba bana usianze kazi tarehe 10 kama ulivyopanga. Subiri kidogo. Sawa. Yaani nimeona kabisa namna ambavyo mtu mzima anaamua kutumia busara kukwambia kwamba no, lakini hatusemi moja kwa moja no. Maana naona namna sasa swala linaenda kwa katiba. Kwa hiyo amesema kwamba na mimi nikamkubalia. Lakini unajua profesa, yes, tunafuata katiba. Ndiyo. Lakini usisahau kwamba uwezo wetu binafsi na utashi na mapenzi na kujitolea kuna nafasi kubwa sana katika ujenzi wa taasisi zetu hizi. Umeelewa? Sana. Nyie mmepigwa, mmeumizwa, lakini katiba inasema mpigwe na kuumizwa. Ni kwamba mnabeba mizigo. Mnabeba mizigo, mnabeba mizigo ya wanachama wenu, mnakubali na maana mnafanya nini. Lakini katiba haisemi kwamba kiongozi apigwe, avunjwe, afanye nini. Kwa hiyo utaona namna ambavyo hivi vitu mnavifanya kama nyie. Kwa hiyo unakuta kiini hicho cha wewe kutaka kutoka, hicho wenzio kinawaumiza mpaka kesho. Na ni vitu ambavyo binadamu lazima kinakaa hapa. Sasa wewe lazima uwafikirie wale pia. Na wao unanielewa? Lakini na wao lazima wafikirie. Mimi nimekuwa hapa, nimekuwa mwenyekiti toka 1999. Sawa. Miaka yote tumegombea, wakati tunagombea, mimi nagombea urais katika miaka yote tokea 95, tulikuwa hatujawahi kuingia hata mguu mmoja ndani ya serikali. Mwaka ambao sasa tumepata alau nafuu kidogo, tumeingia mguu mmoja ndani ya serikali. Kama unazungumzia moja ya serikali mmoja na kwa hiyo tunapata nafasi nzuri. Kwa hiyo ni nafasi nzuri ya kuweza kukijenga chama pia upande wa Tanzania bara. Sasa wakati huo tunapata nafasi, hatuchukui nafasi hiyo tena kuweza kuendeleza na kujenga chama chetu Tanzania bara. Sasa matokeo yake ndio inakuwa hivyo kwamba wanachama, sio mimi, wanachama waliokuwa wanakuja nyumbani, wajumbe wanasema katika hali tulionayo, hali si nzuri, tunakuhitaji. Wanachama hawa walikufuata mwanzo. Wale wamenifuata. Sawa. Kwenye hiyo miezi ambayo tunasema mwaka kasoro, na ukasikiliza wanachama, ndio maana ukaandika barua kujibu hilo. Sasa hivi unaona kabisa ile hali ulikuwa unasema wanachama kaja kukwambia chama iko kwenye hali mbaya, ukawasikiliza. Ndio maana kujibu swali la Masud ambaye amekuuliza kama kiongozi, mbona ulitengua maneno yako, mbona ukusimama kwenye maneno ambayo ulikuwa unasema, ndio ulikuwa unaeleza pale. Sasa hivi tunarudi kusema wanachama bado wanasema chama iko kwenye hali mbaya. Je, unafanya nini kuhakikisha chama kirudi na heshima yake? Sababu bado chama, yani umerudi kwenye nafasi lakini haijaboresha. Tutengeneze, tutazame usudi tujue makosa yamefanyika wapi. Nimeitishwa kwenye mkutano mkuu, umeitishwa. Na mimi mheshimiwa nataka kusema msingi hapa ni kwamba Bwana Masud ni kwamba mimi nataka mheshimiwa tusitumie busara zetu. Ndio. Mimi nataka tutumie katiba yako. Ndio maana nataka tuende kwenye mchakato mkutano mkuu ambao unaridhia kuondoka kwako. Uliitishwa vizuri, wajumbe walikuja, nataka kujua kwenye mkutano kilitokea nini. Tukimaliza kwamba mkutano ulifanya kazi yake, tuanzie hapo kwenye kusimamia katiba. Mkutano umeitishwa. Kwa kawaida mimi umeitishwa mkutano? Umeitishwa tarehe 21 Agosti. Wewe barua umeandika mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Mimi sikukaribishwa, sikupewa taarifa yote kuhusu mkutano. Nimesikia umetangazwa. Umeitishwa, wajumbe wamekwenda kwenye mkutano mkuu.
Kabla mkutano ulikuwa tayari umeshaenda Buguruni ile ilikuwa sijaenda ofisini hata kabla ya nani, hata kabla ya mkutano mkuu nilimtafuta Maalim. Baada ya kwamba yeye amenijibu hapa hivi. Nilimtafuta Maalim, hatimaye nikampata. Alikuwa Sharif Shamba. Nikaenda kuzungumza naye. Nikazungumza naye akasema bwana, mimi tumefahamiana toka 1973. Nikamweleza sababu za kujiuzulu, sababu za kutengua kujiuzulu, hali ya chama ilivyo. Akasema nimekusikiliza, lakini inabidi mimi niende nikashauriane na wenzangu. Halafu nitakujibu. Baadaye kanijibu kwamba sema hapana bwana, ili itabidi tupeleke kwenye vikao vya chama. Sema sawa. Hatimaye ndio mwenyekiti wa mkutano mkuu. Mimi nikiwa nyumbani tena nimekaa nafanya shughuli zangu hapo. Nikaletewa message, napigiwa simu na wajumbe wa mkutano mkuu. Sema kwamba hapa mkutano mkuu barua yako inasomwa. Tunahitaji sisi kama wajumbe uje uthibitishe, je, hii barua ndiyo yenyewe ulioiandika? Nimepata simu kama 10-12. Nikaamua kwenda kwenye eneo la mkutano mkuu. Nimeondoka nyumbani mimi na dereva. Nimefika mpaka ukumbi wa mkutano mkuu. Ambao profesa unaenda kwenye mkutano hapo ambao hujaalikwa na wewe si mjumbe wakati huo. Mimi nimeitwa na wajumbe wa mkutano mkuu. Kwamba hapa unahitajika kuja kuthibitisha kwa mujibu wa utaratibu. Ile imekaje kikanuni hiyo? Unapotakiwa kuja kwenye mkutano mkuu kuthibitisha, kikanuni imekaje? Unatakiwa kualikwa, unatakiwa kutumiwa barua? Hapana, tumiwa ujumbe wa simu. Kwa katika nani, katika taratibu zetu sisi ujumbe wa simu, barua, zote hizo ni taratibu halali za kumwalika mtu kuweza kuhudhuria kikao. Sikujua kama nani anachea nani katibu wa kikao kile, lakini nimekwenda kwenye mkutano mkuu, eneo la mkutano mkuu. Nimefika eneo la mkutano mkuu, nimewakuta vijana walinzi wa chama Blue Guard. Nimeshuka, wamenipokea, wakaniingiza ndani ya ukumbi wa mkutano mkuu, wakanipeleka mahala, nikaenda kukaa. Nimekaa pale, nakuta pana mjadala kwamba wajumbe wanataka mwenyekiti aje kutoa maelezo, athibitishe barua yake ile ya kujiuzulu, na atoe maelezo, tumuulize maswali kwa nini ameandika hiyo barua. Mwenyekiti ule wa mkutano Julius Mtatiro anakataa. Anasema katiba hairuhusu. Wanamwambia hapana, katiba kifungu 116 kinaeleza wajumbe wa mkutano mkuu wanaweza kuita mtu yeyote na kumhoji, alimuradi asishiriki katika maamuzi. Mwenyekiti anakataa, haruhusu. Baadaye wakaamua kwamba tuchukue break kidogo. Ilikuwa kama saa 9 hivi. Tutakutana saa 10:30. Mimi niko mle ndani sasa, nasubiri kwamba wakirudi watanipa nafasi ya kueleza. Saa 10:30 imefika, hawajafika, hawajarudi. Nikasubiri mpaka saa 12 kasorobo. Wamerudi, wamesema sasa, mwenyekiti anasema sasa hamna tena swala hili la hii agenda, hii imeshafutwa. Imeshafungwa, hamna mjadala tena, tunapiga kura. Ya nini? Kura nini? Kura ya kukubali au kukataa mwenyekiti kurudi. Wajumbe wamesimama kwamba hapana, lazima mwenyekiti atoe maelezo. Hakuna kura iliyopigwa. Wewe ulikuwemo? Nilikuwemo, bali palikuwa na matokeo. Maharagande akasimama, amesimama pale anahesabu hivi, akasimama amtangaza kura zinazomkataa, zinazokubali mwenyekiti kurudi 476. Zinazokataa asijiuzulu 14. Ndio ikatokea sokomoko. Wajumbe sasa wengine wakaanza kuimba bora Jecha kuliko Sefu, kwamba Jecha alau kafuta uchaguzi umefanyika. Maalim Seif hapa ametangaza matokeo bila kura kupigwa. Wajumbe wanaimba bora Jecha kuliko Sefu ndani ya mkutano mkuu. Ilikuwa aibu. Kaanza vurugu.